Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka 2026. Baba yetu anajali. Mwezi Januari tunajifunza mada kuu inayosema wana na binti za Mungu. Leo ni Januari 21. Tunapoiangazia mada isemayo jifunze maandiko. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa sababu ya upendo katika maisha yetu. Asante kwa namna ambavyo unatuongoza na kutujali. Tunawaleta wagonjwa mikononi mwako, ukawaponye magonjwa yao. Tunawaleta watu wenye haja mbalimbali za kimwili na kiroho. Maombi yao ukayasikie. Tutumie sisi nasi kuwasaidia wasiojiweza, wale waliosahaulika. Hao Baba tuwakumbuke. Enda nasi tunapojifunza mada ya leo katika jina la Yesu. Amina. Jifunze maandiko. Mada hii imejengeka katika kitabu cha Warumi 15 aya 4 ambayo inasema, kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Kitabu hiki kitakatifu kimestahimili mashambulizi ya Shetani ambaye aliungana na watu waovu ili kufanya kila kitu kibebacho tabia ya Mungu kufichwa kwa mawingu na giza. Lakini Bwana amekihifadhi kitabu hiki kitakatifu kwa uweza wake mwenyewe wa kimuujiza katika muonekano wake wa sasa, chati au kitabu cha mwongozo kwa familia ya wanadamu ili kuonesha njia ya kwenda mbinguni. Neno hili ni kitabu cha mwongozo kwa wakazi wa ulimwengu ulioanguka, likiwahusia kwamba kwa kusoma na kuyatii maagizo, hakuna roho hata moja ambayo ingepoteza njia yake. Hakujawahi kuwa na wakati ambapo ilikuwa muhimu sana kwa wafuasi wa Yesu kusoma Biblia kama sasa. Mivuto idanganyayo iko kila upande na ni muhimu kwamba ushauriane na Yesu, rafiki yako aliye bora. Daudi anatangaza, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Ni watu wangapi wamedanganywa hata kufanya dhambi kwa sababu hawakutambua hali ya dhambi na kutafuta jinsi ambavyo wanaweza kuipinga kikamilifu kwa njia ya kujifunza neno la Mungu kwa maombi. Majaribu yanapowajia, wanaonekana kutokuwa tayari na wasiojua hila za adui. Tunaishi katika nyakati za hatari, na kadiri tunavyokaribia kufungwa kwa historia ya dunia, hakutakuwa na usalama kwa wale wasiolifahamu neno la Mungu. Kila kitu ambacho kinaweza kutikiswa kitatikiswa. Wana wa Mungu wamefikia sehemu hatari zaidi ya safari yao, kwa maana nyavu na mashimo ya adui yamewekwa kila upande. Lakini kwa uongozi wa Bwana, kwa yale yaliyofunuliwa waziwazi katika neno lake, tunaweza kutembea salama bila kujikwaa. Sauti kutoka mbinguni inazungumza nasi katika kurasa zake. Utii kwa neno la Mungu ndio usalama wetu pekee dhidi ya maovu ambayo yanausomba ulimwengu katika uharibifu. Hii ni Januari 21, mada ikisema jifunze maandiko. Na kwa nukta hiyo, mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, leo tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Mchana hauishi,
yapita na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Milangoni ya lulu, mjini mzuri, dhahabu njia zake na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Milango haifungwi mjini mzuri, mtoni wa uzima na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Hawahitaji jua mjini mzuri, Mwana-Kondoo nuru na hapana giza. machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Machozi yatafutwa,